Tulimwambia msikilizaji kwamba hapo baadaye tutakuja kuwa na mgeni. Tumepisha mti ni akiba, na wakati huu tumerejea tena hapa, ni wakati wetu sasa kuweza kuendelea na mgeni wetu huyu. Beni, ungechukua nafasi kwa ajili ya kumkaribisha mgeni? Sawa. Yep. Kamati ya mapokezi niko vizuri sana. Mgeni wetu karibu sana. Hii ni Kumekucha Tanzania. Asante sana. Na kwa faida pia msikilizaji ambaye anakusikiliza, tungefahamu ni nani, lakini pia unatokea wapi? Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Mhandisi Mwalami Saidi Kapipi. Natokea taasisi ya mfuko wa mawasiliano kwa wote. Okay. UCSAF. Ambapo kwa Kiingereza tunaita Universal Communication Service Access Fund. Kwa hiyo ndio maana utaona tunatumia neno UCSAF. Yeah. Kwa faida yangu pia mimi Ana pamoja na msikilizaji bila kumsahau Sam. Hii UCSAF ni nini? Okay. Nashukuru ndugu mtangazaji. UCSAF ni taasisi ya kiserikali ambayo ilianzishwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo mwaka 2006 kwa kupitia ile sheria ya Bunge, ambapo taasisi hii ilianzishwa kwa lengo la kuhakikisha ama kufanikisha huduma ya mawasiliano inapatikana maeneo ya mijini machache ambayo yanakuwa na usikivu hafifu na baadhi ya na maeneo mengine ya vijijini. Kwa hiyo utaona kabisa hii taasisi yetu imelenga zaidi kwa yale maeneo ambayo ni mengi ya vijijini ambayo usikivu wa huduma ya mawasiliano ya simu ni hafifu katika maeneo haya. Vile vile UCSAF imekuwa ikitekeleza miradi, tunaweza tukasema tukaigawa katika aina tatu, nikiwa na maana kwamba na miradi ya mawasiliano. Kwenye miradi ya mawasiliano tumekuwa na miradi ya mawasiliano ya simu, mawasiliano ya utangazaji, kwa katika kuboresha hii huduma ya utangazaji kwa redio yetu ya taifa TBC. Kwa hiyo tuna mradi huo pia wa tunaita broadcasting radio expansion ya TBC, na vile vile pia tuna mradi unaitwa community radio. Hii ni kwa ajili ya kusaidia radio jamii, ambapo tumekuwa tukianzisha radio jamii katika maeneo mbalimbali, hasa maeneo ambayo kuna hizi halmashauri. Pia watu binafsi wamekuwa wakileta maombi ya uanzishaji wa hizi radio jamii, lakini lengo la hii miradi ni kufikia yale maeneo ambayo tunasema ni underserved area, ni maeneo ambayo hayana mvuto kabisa kibiashara. Kwa hiyo taasisi yetu ndio inalenga sana maeneo hayo. Kwa hiyo kama kuna eneo ambalo ni halina mvuto kibiashara na kuna watu wahitaji wako kule, mara nyingi mfuko huu umekuwa ukienda kufanikisha upatikanaji wa huduma hizi za mawasiliano huko. Vile vile tumekuwa tukifanya miradi ya posta. Kwa hiyo mawasiliano yamegawanyika katika hizo sehemu tatu: mawasiliano ya simu, utangazaji pamoja na posta, ambapo tumekuwa tukiwasaidia wenzetu wa posta katika kufanikisha zile huduma zao za kutuma hizo parcel katika maeneo mbalimbali nchini. Hiyo ni kwa kifupi katika upande wa mawasiliano, lakini vile vile tuna miradi ambayo ni miradi ya TEHAMA. Kama unavyojua kwamba mawasiliano ni nyanja kubwa ambayo inabeba pia hizi issue za TEHAMA ambazo kwa Kiingereza bado unaweza kusema ICT. Kwa hiyo tumekuwa na miradi pia ya TEHAMA ambayo tumekuwa tukitekeleza. Mradi mmoja wapo ni mradi wa mafunzo ya TEHAMA kwa wasichana wa kike ambao tunaita Girls in ICT, na tumekuwa tukiutekeleza kila mwaka mwezi wa 4, ambapo maadhimisho yake waga yanafanyika Alhamisi ya mwisho ya mwezi wa 4, na ni international kwa sababu pia ITU nao wanaadhimisha hiyo siku ya msichana na TEHAMA siku hiyo ya Alhamisi ya mwisho wa mwezi wa 4, na mwaka huu tunaendelea na hayo maandalizi. Vile vile tumekuwa na miradi mingine ya TEHAMA kama kufundisha walimu wa shule za sekondari, kuongezea ujuzi wa kuweza kufanya zile simple troubleshooting skills za computer, kwa sababu tumekuwa na mradi tulikuwa tunagawa vifaa vya TEHAMA katika shule za umma. Tulikuwa tunaita mradi wa school connectivity, ambapo tulikuwa tunapokea maombi kutoka shule mbalimbali za sekondari. Tunajua kwamba shule zetu nyingi za serikali hazina hizi kompyuta. Kwa hiyo serikali iliona haja ya kuwafikishia huduma hiyo, ambapo tulikuwa tunagawa
kompyuta 5, printer pamoja na projector. Lakini kwa mwaka jana mpaka mwaka huu wa fedha tumeanza utekelezaji wa ujenzi wa computer lab, ambapo mpaka sasa hivi tuna shule takriban 50 ambazo tutaenda kuzifikia katika uanzilishaji wa hizi computer lab, ambapo tunategemea sasa walimu katika hizo shule wanatakiwa wawe na ujuzi wa haya masuala zima ya tehama. Kwa hiyo tukawa na mradi ambao unaitwa teachers training. Mradi huu ndio ukawa unatumika katika kuwafundisha hawa walimu hizo simple troubleshooting skills za computer. Endapo kutatokea changamoto yoyote katika hivyo vifaa, basi waweze kuzitatua kwa haraka. Pia tuna mradi mwingine wa ugawaji wa hizi tunaita ICT learning equipment kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambapo tumekuwa tukipata haya maombi tumekuwa tukipata hizi shule kutoka Wizara ya Elimu, ambapo tumekuwa tukizifikia. Kwa mwaka huu wa fedha tunaenda kuzifikia shule 10 ambazo zina hawa wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambapo tunakuwa tunawapatia vile vifaa vya kuweza kuwasaidia katika kusoma ama kujifunzia. Hiyo ni kwa kifupi miradi ambayo tunaitekeleza, lakini ipo mingi. Hiyo ni michache kati ya hiyo mingi ambayo tunaitekeleza. Sawa, umeainisha hiyo miradi hapo mbalimbali ambayo inatekelezwa. Natamani kufahamu pia miradi hiyo inatekelezwa hasa katika maeneo gani? Okay. Kama nilivyosema awali kwamba miradi yetu tunalenga sana kuifanya katika yale maeneo tunaita underserved area, maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara kwa watu wa huduma. Kwa hiyo tunataka wale watu wa kule waweze kunufaika na hii miradi. Lengo ni kuweza tunasema kubridge ile digital divided, kwamba watu wa kijijini waweze kuwa sawa na watu wa mijini, kwamba waweze kupata ile equal access ya hizi digital platform katika maeneo ya kijijini, kwamba taarifa waweze kupata kwa wakati. Ndio maana umeona ukiangalia katika swala zima la hizi teknolojia zetu, ukisha kuwa tuna mtandao wa simu, basi naamini mambo mengi yanakuwa yanaweza kwenda vizuri, kwa sababu utaweza kuingia kwenye hizi application mbalimbali kama WhatsApp, Instagram, na kuweza kujionea vitu ambavyo vinaendelea huko katika nchi za wenzetu na pia katika nchi yetu. Kwa hiyo maeneo hayo ndo tunakuwa tumeyalenga, ambayo ni maeneo tunasema hayana mvuto kibiashara, kwamba watu wa huduma hawawezi kwenda kuyafikia hayo maeneo. Kwa hiyo hayo ndo maeneo ambayo tumekuwa tukidili nayo. Vile vile tunaweza tukasema kwamba kuna baadhi pia maeneo machache ya mijini ambayo kweli kabisa yanakuwa na huo uhitaji. Kwa hiyo baada ya kufanya tathmini fupi na kuona kwamba uhitaji huo upo, basi na yenyewe yamekuwa yakiingizwa katika utekelezaji wa miradi, lakini ni maeneo machache ya mijini. Lakini mengi ni maeneo ambayo ni rural underserved area, ambayo ni maeneo mengi ni ya vijijini. Okay. Sasa mpaka sasa hivi ni kwa kiasi gani unasema imefanikiwa hasa katika kufikisha huduma ya mawasiliano hasa vijijini zaidi, huko ndio kwamba tunapaswa kujikita? Okay. Tangu kuanzishwa kwa mfuko mpaka hivi sasa, jumla ya wakazi ama wananchi takriban milioni 30 wameweza kufikishiwa na hizi huduma za mawasiliano, ambapo hapa tunaongelea jumla ya kata 2006 zimeweza kunufaika na miradi ya mawasiliano ya simu. Vile vile tunaongelea vijiji 5128 vimeweza kufikiwa, na tumeweza kujenga minara takriban 2154. Kwa hiyo ukiangalia hayo ni mafanikio makubwa katika taasisi yetu. Minara 2154 ni mingi sana, na ukiangalia Tanzania nzima, ukisema kwamba tumeweza kuwafikia wananchi zaidi ya milioni 30 ni wengi sana. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa sababu hii ni taasisi ya serikali, labda ingeweza kuelekeza kwamba tumtumie labda taasisi ya serikali kama TTCL peke yake, lakini serikali iliona kuna haja kwamba tuweze kufanya ujumuishi pamoja na haya mashirika mengine binafsi, ambapo tunaongelea watu wa huduma kama Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, ambayo ni mashirika binafsi. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana na haya mashirika binafsi, ambapo ruzuku hutolewa na serikali, ambapo inakuwa ni mchango wa serikali katika
utekelezaji wa hiyo miradi, ikiwemo hasa miradi ya mawasiliano ya simu. Tumekuwa tukitoa percentage kadhaa katika ujenzi wa minara ambayo serikali inakuwa inachangia kiasi kadhaa na mtoa huduma anakuwa anamalizia gharama zinazobakia. Kwa kawaida ujenzi wa minara huaga unagharimu zaidi ya milioni 300 na kuendelea. Kwa hiyo serikali inaweza ikachangia asilimia kadhaa, labda asilimia 40 ama asilimia 50, inategemeana na eneo lenyewe, kwa sababu maeneo ambayo tunayafikia wanasemaga ni remote area, maeneo ambayo yako ndani ya vijijini kabisa huko, ambako mtoa huduma yeye kama yeye anaona kabisa akienda kufanya utekelezaji, akienda kufanya ujenzi wa mnara kule haitamlipa. Kama nilivyosema, ujenzi wa mnara mmoja unaweza kugharimu takriban zaidi ya milioni 300. Kwa hiyo mtoa huduma akiangalia na wananchi wa kule anaona kabisa nikiweka uwekezaji huu haitanilipa kwa muda ambao nautaka. Kwa hiyo serikali iliona kuna hiyo haja, ambapo inatoa sasa ruzuku kulingana na huo uhitaji, ambapo inachangia asilimia kadhaa na mtoa huduma anamalizia asilimia nyingine inayobakia. Lakini utekelezaji ama usimamiaji na tunasema zile daily maintenance za hiyo site inakuwa ni iko chini ya huyu mtoa huduma. Kwa hiyo serikali itafanikisha tu asilimia kadhaa katika ufanikishaji wa ile miundombinu, lakini usimamiaji na changamoto zote zitakazoendelea zaidi ya hapo inakuwa ni jukumu la mtoa huduma. Bado natamani kufahamu kwa yale maeneo ambayo labda mnaona kabisa hapa bado hakuna ule uunganishi mzuri kama ulivyosema mwanzo, ninyi pia mnaweza mkawa ni sehemu ya kuwashauri wale ambao wanawaza kufanya kwamba bwana, kuna ruzuku eneo fulani tunaona lina changamoto hii, kwa nini usiende kuwekeza pale na nini? Hicho kitu pia mnakifanyaje ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma hizo? Tunasema zile initial engagement, yani tunafanya kwanza vikao nao kwamba sisi kama serikali tunafanyaje. Awali kwa kifupi labda naweza nikaelezea mradi huu wa redio jamii tunautekeleza vipi. Mradi huu wa redio jamii mara nyingi tunautekeleza kwa kwamba muhusika ama kama ni halmashauri, maana maeneo mengi tumetekeleza katika halmashauri. Mfano mmoja wapo wa redio jamii ambayo tumeianzisha ni redio ya Mpimbwe FM pale. Ile ni redio ambayo imefadhiliwa na serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote asilimia 100 mpaka imeweza kusimama pale. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tukiwaomba kwamba wataleta hizo tunasema uhitaji, kwamba wanahitaji kwamba redio jamii kwa njia ya maandishi, baadaye tutafika kuwaelezea ni namna gani ambavyo sisi tunatekeleza hii miradi, ambapo katika miradi ya redio jamii serikali imekuwa ikiwezesha uanzilishwaji wake, lakini gharama za staff, uendeshaji wa kituo inakuwa ni jukumu la mhusika. Kwa hiyo kama watu wana uwezo wa kufanya hicho kitu, basi serikali huwa inaweza kuanzisha hizo redio jamii. Na mara nyingi tumekuwa tukienda kulingana na request zimekuwa ni nyingi. Kwa hiyo usione kwamba unaweza kuleta leo kwamba kesho utafanyiwa. Hapana, kuna request zingine ambazo tunazo, kwa hiyo tunaenda hatua kwa hatua. Lakini redio jamii katika maeneo ya vijijini ni muhimu sana na ndio maeneo ambayo sisi tunayalenga. Kwa hiyo kama kuna mtu anauiwa kuanzisha, basi anaweza akafika katika mfuko wa mawasiliano ama akatuandikia barua, then tukakaa naye kikao, akaelezewa namna ambavyo miradi hii inatekelezwa na tukafanikisha ile jambo lake. Mimi labda niongezee tu jambo hapo. Kwa huyo ambaye anatusikiliza kwa sasa, inawezekana akasema kwani hata mimi siwezi kuenda nikasema jamani nataka nianzishe redio jamii mahali fulani. Nani ambaye anapaswa kuanzisha redio jamii kwenye eneo husika? Kuna vigezo na masharti ambapo hata nyie mnavijua kwamba ili uweze kuwa na redio jamii ni lazima upate leseni, kibali kutoka TCRA. Kwa hiyo kama TCRA wameweza kukupatia hicho kibali, na hiyo ni mojawapo ya kigezo kikuu katika utekelezaji wa mradi. Hatuwezi kuanza utekelezaji bila kuhakikisha kwamba umepata kibali kutoka TCRA. Kwa hiyo wewe kama wewe utafanya utaratibu uweze kuapply upate yale masafa. Ukishapata yale masafa, then utakuja na application ambayo iko full kwamba nimeshapata masafa kutoka TCRA, nahitaji kuanzisha redio jamii.
then mfuko utaangalia katika mwaka husika kama itakuweka mwaka huo ama mwaka ujao wa fedha, inategemeana na bajeti katika mwaka husika wa fedha, lakini wanaruhusiwa. Kigezo kikuu ni hicho kwamba uwe na leseni, na vile vile kumbuke kwamba litakuwa ni jukumu lako katika kufanikisha utekelezaji wa huo mradi. Baada ya mfuko kuwezesha ile redio, basi au staff utakuwa waajiri, uendeshaji. Yes, uendeshaji kwa ujumla ni jukumu lako, na tunakuwa tunafanya survey, kuvitembelea vituo vyetu kuona vimefikia wapi. Okay. Kwa takriban miaka miwili iliyopita, nikimaanisha kuanzia tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2023, serikali ilianza kuingia kwanza mkataba na watoa huduma za mawasiliano ya simu, ambapo ilikuwa ni kwa lengo la ujenzi wa minara 758 nchini kote. Mradi huu ulikuwa umepangwa utekelezwe kwa muda wa miaka miwili, ambapo ninaposema mpaka hivi sasa, mnamo tarehe 31 mwaka jana Disemba, mradi huu umeweza kukamilika katika maeneo yote nchini, ambapo jumla ya wananchi takriban milioni 8.5 wameweza kunufaika na mradi huu, na minara hiyo 758 imejengwa. Vile vile kata 713 zimeweza kunufaika, ambapo tunaongelea vijiji zaidi ya 1431 vimeweza kufikiwa. Katika mgawanyo, labda naweza nikasema kwa mikoa ambayo ni kwa kanda yetu hii ya Nyanda za Juu Kusini, Katavi iliweza kunufaika kwa jumla ya minara 27, ambapo kata 18 zimeweza kujengewa hii minara na vijiji 34 vimeweza kunufaika. Iringa iliweza kunufaika kwa minara 22, Mbeya ilinufaika kwa minara 9, vile vile Njombe 17, Rukwa 15 na Ruvuma ilinufaika kwa minara 27 pamoja na Songwe 17, ambapo sasa kwa kanda yetu ya Nyanda za Juu Kusini tunaongelea jumla ya minara 133 kati ya minara 758 iliweza kujengwa katika kanda yetu hii, na jumla ya wakazi wapatao milioni 1.6 hivi wameweza kunufaika na mradi huu. Naweza nikataja maeneo machache katika mkoa wa Katavi ambayo yameweza kunufaika na mradi huu. Mojawapo ni eneo linaitwa Bulamata Kusi. Kule karibu kuna kambi kama wakimbizi kule, kuna mnara kule umejengwa. Vile vile kuna eneo linaitwa Majimoto Mpimbwe, kule tumejenga mnara. Eneo jingine ni Uruwila Usense, kule tumeweza kujenga mnara. Kuna sehemu nyingine Kasekese, vile vile Mpanda Ndogo. Tumezungumzia pia miradi ambayo imetekelezwa. Sasa kukamilika kwa hii miradi kuna maana gani hasa kwa hawa wananchi, lakini pia ni manufaa gani ambayo wamepata wananchi mara baada ya minara hii kukamilika? Okay. Awali ya yote kwamba tunasema maeneo ambayo mengi tunayafikia ni maeneo ambayo yalikuwa hayana huduma hizi za mawasiliano ama yalikuwa na huduma hafifu za mawasiliano, ambapo kuna baadhi ya maeneo ukienda unaambiwa lazima nikasimame katika mti fulani ndo naweza kupata hayo mawimbi ya signal na nikawasiliana na wenzangu wa mbali. Kwa hiyo kukamilika kwa mradi huu kumewezesha sasa hizi jamii kuweza kuwa huru kuwasiliana mahali popote katika hayo maeneo yao, ambapo manufaa sasa makubwa katika kukamilika kwa mradi huu kumeweza kuimarisha mawasiliano ya simu pamoja na data, hivyo kurahisisha mawasiliano ya kijamii pamoja na kibiashara. Vile vile kumeongeza huduma za kidigitali, ikiwemo huduma za kifedha. Tunajua kuna hizi huduma za mobile money, M-Pesa, Mixx by Yasi, Airtel Money. Kwa hiyo katika haya maeneo ambayo miradi hii imeweza kutekelezwa, basi imeongeza upatikanaji wa hizi huduma kwa urahisi zaidi. Vile vile tuna wenzetu wafanyakazi ama watumishi wa serikali ku access ile mifumo ya kiserikali, huduma za serikali mtandao. Kwa hiyo imewezesha pia ili waweze kuweka hizo taarifa zao mbalimbali. Vile vile kumeweza kuimarisha shughuli za kiuchumi kutoka
Mradi huu ambapo tunaongelea sasa, baada ya kukamilika kwa mradi wa ujenzi wa minara 758, kuna baadhi ya maeneo kweli bado hatujaweza kuyafikia, ambapo tunakuwa tunatekeleza miradi yetu kwa awamu kutokana na upatikanaji wa fedha. Kwa hiyo baada ya kukamilika ujenzi wa minara 758, ndipo serikali ikaja tena na mradi mwingine, ambapo kwa hatua ya awali tutakwenda kujenga minara 201 nchini kote. Kwa hiyo tutaenda kuyafikia maeneo ambayo katika mradi wa ujenzi wa minara 758 basi yenyewe haya hayakufikiwa. Sawa. Ndugu yangu Ana, nikijaribu kuangalia kwenye yale ambayo mimi nilikuwa nataka nimuulize, ndio naona ni kama maeneo yote ameyagusia. Yani maelezo yake ni kama yamejitosheleza kila pahala. Labda tufahamu tu mradi huu unatarajiwa kutekelezwa kwa muda gani hadi kukamilika kwake? Okay. Kwa ujenzi huu wa mradi wa minara 201 kwa hatua ya awali, ambapo malengo yetu ni kufikia ujenzi wa minara 280. Kwa hiyo taratibu mbalimbali zinaendelea kwa ajili ya kufikisha ile idadi, lakini kwa hatua ya awali tunaenda kwanza na ujenzi wa minara 201, ambapo utekelezaji wa mradi huu ulishaanza, ambapo utiaji wa saini mikataba kwa ajili ya utekelezaji ulifanyika tarehe 5 Disemba mwaka jana, ambapo ulishuhudiwa na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kwa hiyo tunategemea utekelezaji wa mradi huu uwe ni wa kipindi cha miezi 15. Kwa hiyo tunategemea mpaka mwakani mnamo mwezi Machi tuwe tumeshamaliza utekelezaji wa mradi huu, ambapo tunategemea kujenga minara hiyo 201 katika kata 201 nchini. Sawa, tukipita na ujumbe wa kwako msikilizaji, anasema tumuite Mangala, yupo na sisi mpaka mwisho wa kipindi. Asante kwa kuendelea kutusikiliza. Lakini Kumekucha Tanzania anasema Mpanda FM nawapata vyema sana hapo mjengoni, tumsome kama Pascal Liponya kutoka Sibwensa Tanganyika. Haya, tukushukuru sana pia kwa kutufuatilia kwa uzuri. Anasema asante kwa ufafanuzi mzuri, nimemuelewa sana mtaalamu huyo. Lakini huyu anasema Kumekucha, anaitwa Kija, dereva bodaboda kutoka Dirifo, napata vizuri sana nikiwa njiani anaelekea Donta. Huyu anasema mtandao wa simu katika maeneo mengi ni hafifu, kama vile ametaja Nsemulwa, akataja Tulieni. Anasema ni upi mkakati unaofanywa ili kuwezesha usikivu mzuri kwa maeneo hayo aliyoyataja? Okay. Ningependa ndugu msikilizaji wanaotusikiliza waweze kututajia eneo, tukianza na mkoa, wilaya, kata pamoja na kijiji, na ukienda mbali zaidi unaweza kutaja hata kitongoji. Inakuwa ni rahisi hata sisi kuweza kukujibu pia swali lako. Labda kama tuna mradi katika hilo eneo, tunaweza tukakwambia katika hilo eneo tuna mradi wetu ambao utakuja kutekelezwa hapo. Kwa sababu cha kwanza kabisa tunasema taasisi yetu ipo katika kwa ajili ya kuweza kutatua hizo changamoto za mawasiliano katika maeneo mbalimbali nchini, hasa ambayo hayana mvuto wa kibiashara. Na pia tumekuwa tukitekeleza miradi hii katika maeneo ambayo hayana mawasiliano kabisa, ama kunakuwa na ule uhafifu wa mawasiliano, kwa maana ya kwamba hakuna mtoa huduma yote ambaye anapatikana vizuri. Kwa hiyo kwa maeneo ambayo kunakuwa na mtoa huduma mmoja anapatikana vizuri, haya tumekuwa hatuyapi kipaumbele, ila tutayapa kipaumbele baada ya kuyamaliza haya maeneo ambayo hayana huduma kabisa ama yana uhafifu wa hizi huduma za mawasiliano. Kwa hiyo niendelee kutoa rai yangu kwa wananchi ambao tayari hii miradi imeisha kamilika na inatoa huduma, basi waweze kuwa wanaitunza hiyo miundombinu, kwa sababu tumekuwa tukipata changamoto mbalimbali kwamba kumekuwa na uwizi unatokea katika baadhi ya maeneo ya miradi ambayo tumeweza kuitekeleza. Vile vile wasisite kututafuta, ambapo kwa mawasiliano yetu labda naweza nikayatoa hapa. Kwanza kabisa tuna website yetu ambayo ni www.ucsaf, nikimaanisha ucsaf.go.tz. Hapo utapata taarifa zote za mfuko wa mawasiliano kwa wote. Vile vile tuna email ambayo unaweza kutuma hizo complaint zozote ama maombi yoyote
ambayo ukiingia kwenye hiyo website yetu unaweza ukaipata hiyo email ambayo ni co@ucsaf.go.tz. Vile vile tuna namba ya simu ambayo nitahitaji hapa ni 0226296577. Kwa hiyo kupitia hii namba ukileta complaint yoyote basi tutaweza kuishughulikia kwa wakati. Naomba turudie namba ya simu. Okay. Namba ni 0226965771. Sawa, sisi tukushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.